Maamuzi tunayofanya leo yanaathiri moja kwa moja maisha yetu ya kesho. Wataalamu wanakubaliana kwamba watu wenye mafanikio wana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi bila woga. Ikiwa unataka kufanikiwa, ni muhimu kuelewa aina za maamuzi unayopaswa kufanya na jinsi yanavyoathiri hatima yako. Katika video hii tutajadili aina 3 za maamuzi ambayo kila mtu anayetaka mafanikio lazima ayafanye. Aina ya kwanza ya maamuzi unayopaswa kuyafanya kuhusu maisha yako ni maamuzi kuhusu hatima yako. Moja ya makosa makubwa ambayo watu hufanya ni kuchelewa kufanya maamuzi muhimu kuhusu maisha yao. Wanajikuta wakiwa katika hali ya kutokuamua, inayojulikana kama suspense situation, ambapo wanahisi hawajui la kufanya kwa muda mrefu. Hili linaweza kuhusiana na kazi. Unafanya kazi usiyoipenda, kazi haikulipi vizuri, unatamani kubadilisha kazi lakini unaogopa kuchukua hatua. Sasa ni muhimu kuelewa kuwa maamuzi kuhusu hatima yako ni wajibu wako binafsi. Usimruhusu mtu mwingine afanye maamuzi kwa niaba yako. Jiulize, je, kuna maamuzi ninayochelewa kufanya kuhusu kazi yangu, mahusiano au maisha yangu kwa ujumla? Je, ninatambua kuwa maisha yangu ya kesho yatategemea maamuzi ninayoyafanya leo? Ikiwa unataka mafanikio, chukua hatua leo. Usichelewe kufanya maamuzi muhimu kwa ajili ya maisha yako. Aina ya pili ya maamuzi ni maamuzi ya kusamehe na kujisamehe. Mara nyingi tunabeba maumivu kutokana na matendo ya wengine au makosa yetu wenyewe, na hili linaweza kutufanya tuendelee kuumia na kushindwa kusonga mbele. Kusamehe si suala la hisia, bali ni uamuzi. Unapomsamehe mtu aliyekuumiza, kufanyi hivyo kwa sababu unakubaliana na alichofanya, bali kwa ajili ya nafsi yako. Unajipa uhuru wa kuendelea na maisha bila mzigo wa maumivu ya zamani. Hivyo hivyo, unapaswa kujisamehe mwenyewe. Mara nyingi tunajilaumu kwa makosa ya zamani, lakini ukweli ni kwamba huwezi kurudisha muda nyuma. Badala yake, jitangazie msamaha na ujiambie, ni kweli nilifanya makosa, lakini najisamehe. Nimejifunza kutokana na kosa hilo na sasa naendelea mbele. Kusamehe na kujisamehe ni maamuzi yanayoweza kubadilisha maisha yako. Unapojiondoa kwenye mzigo wa maumivu ya zamani, unajipa nafasi ya kuishi kwa furaha na uhuru. Aina ya 3 ya maamuzi ni maamuzi ya kujikubali. Tunapoishi katika dunia yenye maoni hasi, watu wengi hukosa kujiamini kwa sababu ya maneno ya wengine. Wanaambiwa hawawezi, hawana thamani au hawawezi kufanikiwa. Lakini moja ya maamuzi muhimu unayopaswa kufanya ni kujikubali. Kubali kwamba una thamani, kubali kwamba una uwezo wa kufanikisha mambo makubwa, na kubali mwonekano wako na jinsi ulivyo. Usipojikubali, hakuna mtu mwingine atakaye kukubali. Amini kwamba unaweza. Amini kwamba unastahili mafanikio. Hii ni mind reprogramming, ambapo unajifunza kujenga mtazamo chanya na nafsi yako. Unapojiambia maneno yenye nguvu kila siku, unaimarisha imani yako na kuongeza nafasi ya kufanikiwa. Sasa napokuwa nikikaribia mwisho kabisa wa somo hili, naomba tukumbushane mambo tuliyojifunza katika somo hili. Maamuzi 3 unayopaswa kuyafanya katika maisha yako ili uweze kufanikiwa. Jambo la kwanza ni kufanya maamuzi kuhusu hatima yako bila kuchelewa. Jambo la pili ni kuamua kusamehe na kujisamehe. Na jambo la 3 ni kuamua kujikubali na kujiona kama mtu wa thamani. Sasa ninapokuwa nikifika mwisho kabisa wa somo la leo, naomba nikuulize swali. Je, ni maamuzi gani kati ya haya ambayo unahitaji kufanya leo ili kubadili maisha yako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi.
Asante kwa kufuatilia video hii. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.